Usilale na jiko la mkaa ndani ya nyumba, hatari inaweza kugharimu maisha yako. Fikiria, umemaliza kupika usiku, hali ya hewa ni baridi, hivyo unaamua kuacha jiko la mkaa likiwa bado lina makaa yanayofuka ndani ya chumba ili upunguze baridi. Unaingia kitandani ukiamini ni jambo la kawaida sana, lakini usichokijua ni kwamba wakati wewe ukiwa usingizini, kuna adui asiyeonekana anayejaza taratibu chumba chako. Adui huyo ni gesi ya carbon monoxide, mojawapo ya gesi hatari zaidi inayoweza kusababisha kifo bila hata mtu kutambua. Kwa nini gesi hii ni hatari sana? Carbon monoxide ni gesi isiyo na rangi, haina harufu wala haina ladha. Huwezi kuiona kwa macho, huwezi kuinusa, huwezi kuigundua bila kifaa maalum. Ndio maana mara nyingi huitwa muuaji wa kimya. Makaa yanapowaka bila oksijeni ya kutosha huzalisha gesi hii. Ikiwa jiko lipo ndani ya nyumba au chumba kisicho na uingizaji mzuri wa hewa, gesi hii huanza kujikusanya taratibu hadi kufikia kiwango cha hatari. Gesi hii huathirije mwili? Unapovuta carbon monoxide huingia kwenye mapafu na huchukua nafasi ya oksijeni kwenye damu. Hii husababisha viungo muhimu kama ubongo na moyo kukosa oksijeni ya kutosha. Mwanzoni unaweza kuhisi maumivu ya kichwa, kizunguzungu, uchovu usio wa kawaida, kichefuchefu, usingizi mzito. Dalili hizi zinaweza kuonekana kama mafua au uchovu wa kawaida, jambo linalowafanya watu wengi wasitambue hatari iliyopo. Kadri gesi hii inavyozidi kuongezeka, mtu anaweza kupoteza fahamu akiwa amelala. Ikiwa atapata msaada kwa wakati, anaweza kupoteza maisha kabisa. Ni wakina nani wako hatarini zaidi? Ingawa watu wote wanaweza kuathirika, lakini moja kwa moja tuangalie makundi yafuatayo yanaweza kuwa hatarini zaidi: watoto wadogo, wazee, wajawazito, watu wenye matatizo ya moyo, watu wenye magonjwa ya mapafu kama pumu. Miili yao hushindwa kuvumilia ukosefu wa oksijeni kwa muda mrefu. Makosa ambayo watu wengi hufanya: baadhi ya watu huingiza jiko la mkaa chumbani ili kupata joto wakati wa baridi. Wengine huliacha jiko ndani ya nyumba baada ya kupika, wakidhani moto ukiwa mdogo hakuna tatizo. Ukweli ni kwamba hata makaa yanaonekana kuzimika, bado yanaweza kuendelea kutoa carbon monoxide kwa muda mrefu. Jinsi ya kujikinga: kulinda familia yako ni jambo gumu. Fuata tahadhari hizi. Usiwahi kulala na jiko la mkaa ndani ya chumba kilichofungwa. Hakikisha makaa yamezimwa kabisa kabla ya kuyaingiza ndani na kuyaacha karibu na sehemu ya kulala. Baada ya kupika, peleka jiko au makaa nje ya nyumba ikiwa bado yana moto. Hakikisha nyumba ina madirisha na sehemu ya kutosha za kupitisha hewa. Epuka kutumia jiko la mkaa ndani ya chumba kisicho na uingizaji mzuri wa hewa. Ukimkuta mtu anavuta gesi hii, ufanye nini? Ukiona mtu ana dalili ya kuathirika, mtoe haraka kwenye eneo lenye hewa safi. Fungua milango na madirisha ikiwa ni salama kufanya hivyo. Mpigie huduma ya dharura au mpeleke hospitali haraka. Usisubiri hali iwe mbaya zaidi, kwa sababu kila dakika ni muhimu. Hitimisho: maisha yana thamani kuliko kitu chochote. Tahadhari ndogo ya kulala na jiko la mkaa ndani ya nyumba inaweza kuokoa maisha yako, ya watoto wako na familia yako nzima. Usipuuze elimu hii. Shiriki ujumbe kwa ndugu na marafiki na majirani, ili watu wengi wajifunze kuhusu hatari za gesi za carbon monoxide. Huenda kwa kufanya hivyo ukawa umeokoa maisha ya mtu bila hata kujua. Kumbuka, jiko la mkaa ni msaada mkubwa jikoni, lakini lisipotumika kwa tahadhari linaweza kuwa chanzo cha janga. Chukua tahadhari leo, linda maisha yako na maisha ya wengine.